Siku ya jana tulianza kuongea kuhusu bado tunafanya maombi na tunasoma kitabu cha Kutoka 3, ndipo tuliposoma jana katika jina la Yesu Kristo. Tukaweza kuona ya kwamba Mungu anamfunulia Musa mpango alio nayo kwa ajili ya mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Mpango alio nayo kwa ajili ya mwanae, na anamuelezea vile ambavyo amepanga kufanya na jinsi ambavyo amekusudia kufanya. Kando na vitu ambavyo tunamuomba Mungu atutendee, kumbuka pia Mungu ako na mpangilio wake. Nimewahi kuongelesha na nikakuongelesha wakati wa maombi nikakufunza kwamba mimi ni mzazi, mimi ni baba. Niko na mipango yangu juu ya watoto wangu, ambayo hiyo mipango sio wao wameniambia. Niko na mipango mimi kama baba juu ya watoto wangu, na pia kuna vitu wao huniambia niwafanyie. Sijui kama unanielewa. Mzazi kuna vitu ako nayo ambayo si mtoto amemwambia, lakini kama mzazi, hii ndio nimepangia watoto yangu hivi na hivi na hivi. Na wakati mwingine unaketi chini unamwambia nimepanga takufanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa sawa. Na wakati mwingine naende anakuja anakuambia dadi, nataka unifanyie hii na hii na hii. Sasa unapaswa kuelewa mambo ni mawili. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna mambo mawili ambayo yanatimia kwa maisha yako. Kuna mpango wa Mungu ambao wewe haujui unatimia juu yako, ama kuna mpango wa Mungu ambaye pia anakufunulia mawazo yake juu yako, na pia Mungu hutimiza makusudio yako. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Mungu hujibu hoja za mioyo yetu. So tujue mambo ni mawili. Kuna vile sisi tunamuomba atufanyie, na kuna vile na yeye amepanga kutufanyia. Na tunapaswa kuelewa mambo haya yanaendelea kutimia. That's why unakutana na mambo mengine mengi, sio wewe uliomba, haukufanya chochote, lakini unapata kuna mambo yanatendeka kwa maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Si eti nisipoomba, nisipofanya nini, mambo haitanitendekea. Hapana. Kumbuka mimi siongozwi rasmi na mipangilio yangu. Niko pia chini ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niko pia chini ya mpango wa Mungu. Maana anasema
kwa maana ninajua mawazo niliyo nayo juu yenu. Sasa Mungu ako na mawazo yake juu yako, na pia wewe uko na mawazo yako juu yako. Sasa kumbuka mambo mawili utimia. Kuna vitu nitafurahi, nitarukaruka niseme nilimuomba Mungu na akanijibu. Naomba Mungu anisaidie nimalize kununua gari, nipate gari. Hilo ni ombi langu. Lakini pia kuna vitu navipata ambavyo sikuomba, ni mpango wake. Bwana asifiwe. So anamfunulia Musa mpangilio alio nayo juu yake sana. Na ndio tunasoma mstari wa 21 Exodus 3:21 inasema, nami nitawapa watu hawa kufadhiliwa mbele ya Wamisri. Wacha tusome alafu nitaelezea aina ya kibali hii. Hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. Kuna kibali ya kukuwezesha usitoke bure. Kuna kibali Mungu anakupatia. Hiki kibali kinakuwezesha kukubalika na asiye kutaka na asiye kupenda. Hii ni kibali ya kukuwezesha kukua nayo. Kibali ya kukuwezesha kukua nayo. Hii favor unahitaji kwa biashara yako sana sana. Hii favor unahitaji kwa biashara. Hii favor wakati unaenda kutafuta kazi, unahitaji kuomba hii favor. Kwa sababu hii kibali ndicho kilichowawezesha kupewa. So kuna kitu Mungu aliweka ndani yao ambao hakuna mtu alijua. Ni Mungu tu alimwambia Musa ya kwamba nitawapa favor. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikwambia favor ni nguvu ya kiroho. Ni kitu ya kiroho. Mungu anaachilia tu kwako, then kinasababisha unaonekana tofauti, kinasababisha appearance yako inakuwa tofauti, na inasababisha maongeo yako inakuwa tofauti. Sasa unapata ya kwamba appearance yako inakubalika na watu ambao hata hawakutaki, na maongeo yako na vile unataka unafanyiwa. Saa zingine kumbe sipasi kuomba Mungu leo nifanikishe kwa biashara. Saa zingine nitaomba Mungu nipatie kibali cha kuniwezesha kupata. Sasa ukiona unafanya vitu na haupati, haukui na vitu kwa maisha yako, omba hii favor. Hii ni favor ya kukusababisha ukuwe na kitu. Na nataka uone ya kwamba hii favor walipatiwa last minute. Walifanya kazi miaka yote, hakuna kitu walipata. Kenye kiliwakomboa ni favor. Kenye kiliwasaidia kikawalipia miaka yote waliofanya kazi ni favor. Kumbe wasted years Mungu anaweza akairikava kwa maisha yako. Usicheze na Mungu tunayemtumikia. Bwana asifiwe sana. Kumbe unaweza ukarikava ile miaka yote ambayo ulifanya na ukatoka bure. Bwana asifiwe. Lakini kwa kupata ufunuo na kumwambia Bwana, nipatie favor. Baba, nipatie favor ya kukubalika. Ni nani walikuwa wanawakubali? Ni wale watu ambao walikuwa wanawafinyilia. Na ni mzuri wapendwa, kuna vitu vyetu viko kwa watu wabaya. Tutavipata aje? Through this kind of favor. Maana ni mbaya, hanipendi, ananichukia, lakini kuna kitu ako nayo ni yangu. What do I do? Nitabidi niombe favor. Ndio huyu anayenichukia na hataki kunisikia na hataki chochote anikubali. Sasa zingine hata mkikosana na mtu naende na vitu vyako, omba hii kibali. Hii kibali itawezesha tu kurudishia vitu vyako. Kibali ya kukuwezesha kutaka kenye unataka na upewe. Kibali ya kuwezesha kusema nipatie zile dhahabu. Maana walikuwa wanakaa kwa hizi manyumba, waliwafanyia kazi, walijua dhahabu ziko, walijua hizi vitu ziko, walijua hizi vitu ziko. Kumbuka hii favor, Mungu aliwapatia hii favor. Kenye mtu alikuwa anataka, alikuwa akisema, alikuwa anapewa. Kwa hivyo hii favor iliwawezesha ilitimiza hoja ya mioyo yao. Kenye wamekuwa wakitamani, kenye wamekuwa wakitaka sana. Hiyo ndio aliyeomba, hiyo ndio aliyesema apewe, na hiyo ndio alipewa. Mwenye alimpea hakukuwa anajua kwa nini alimpea. Alisema tu mimi nilijipata tu nimewapatia. Mimi nilipata tu nimewapatia. Mimi sijui hata ni aje.
Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni favor. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alilia maskini miaka yote, mtu alilia ukosefu miaka yote, lakini siku ya kutoka alitoka vizuri. That's why ninaamini mwisho wa jambo. That's why napenda kuomba hata kama nitaanza vibaya, nataka nikuambie ni vizuri umalizie vizuri. Hata kama utaanza vibaya hakuna shida. Wacha uanze vibaya, lakini omba umalize vizuri. Omba umalize vizuri. Bwana asifiwe. Maana tunakutambua na sifa zako zitajulikana sana kwa kumaliza, si kwa vile ulianza. Hawa watu wanaokimbia mbio za masafa marefu, wengine wanaanzaga vibaya, wengine wanakimbia hata wanaanguka, wanainuka. Bwana Yesu asifiwe. Hatuangaliaji vile walianza, na time haikuagi imesetiwa vile wanaanza. Inakuwaga mahali inalengwa ni kumaliza. Hatutaki jua ulianza wa mwisho, hatutaki kujua ulianza wa katikati, hatutaki kujua ilikuaje, hatutaki kujua ulipita, hatutaki kujua. Kenya tunaangalia ni vile unamaliza. Na records zinawekwa na vile ulimaliza, haziwekwi na vile ulianza. Ninakuombea asubuhi ya leo, katika mambo yako yote uwe unamaliza vizuri. Kama utaanza na machozi ya kuumia, machozi ya kulia, ninakuombea umalize na machozi ya furaha katika jina la Yesu. Maana kuna machozi ya kulia, kuna machozi ya shida, kuna machozi ya uchungu, kuna machozi ya matatizo, na kuna machozi ya furaha. Hiyo ni machozi ya kumalizia. Na kutangazia asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo, umalize vizuri katika jina la Yesu. Umalize vizuri hata kama imeenda vibaya. Ninaombea mwisho wako, 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 ninaombea mwisho wako. Haijalishi unapitia machungu ya aina gani, haijalishi unapitia mateso ya aina gani, ninaomba umalize vizuri, ninaomba umalize vizuri, ninaomba umalize vizuri, ninaomba umalize vizuri, ninaomba umalize vizuri. Ikataba shandara bazaya, ikapelea baka shandara bazanda, ikababa shanda bazanda, ikatala kababu sikataria, shalama zanda. Miaka 430 waliteseka, waliumia, walihangaika, lakini walimaliza vizuri, lakini walitoka vizuri. Mwisho wa maisha ya Misri walimaliza vizuri. Kuna vitu vingi katika maisha yako ambavyo unavifanya, ambavyo vinapaswa kuwa na mwisho. Unapaswa kuwa na mwisho ya aina nyingi. Siongee kuhusu mwisho moja. Mwisho moja ambayo naweza nikakwambia ambayo uko nayo ni mwisho wa kimaisha. Na mwisho yako ya kimaisha na kuombea umalize na furaha na umalize na afya. Mwisho mzuri wa wanadamu dunia hii ni amani na afya, si utajiri, sio pesa. Maana kuna stages ukifika pesa, hakuna kitu pesa inaweza kushtua nayo inaweza ikafanya. Maana age yako haina nafasi ya kufurahishwa na vitu vingi. All you need is good health and peace. Na itangaza hiyo kwa maisha yako, na itangaza hiyo kwa maisha yako, na itangaza hiyo katika miaka yako ya uzeeni. Biblia inaongea kuhusu miaka ya mkongojo. Ninakuambia katika miaka ya mkongojo, ninaweka hii katika spirit yako, ninaweka hii katika anga ya maisha yako. Wakati utafika miaka ya mkongojo, na kutangazia umalize vizuri, umalize na afya na umalize na amani katika jina la Yesu. Lakini between sahi na hiyo miaka yote uko na mianzo mingi na
na miisho mingi sana. Kuna vitu vingi unachingisha ambavyo viko na mwisho. Hizo zote tunaziombea umalize vizuri. Hizo zote tunaomba umalize vizuri. Inamaanisha ya kwamba usijaji mwisho wako na vile umeanza kwa maisha. Usijaji na hiyo. Ombea vile utamaliza sana. Maana record yenye tutaweka ni vile ulimaliza. Hiyo ndio tutaweka record. Alimaliza hivi, nimemaliza hivi. Na hiyo ndio kwa maisha yako. Kwa hiyo ninakuombea neema, ninakuombea hii favor ambayo ni kupeana, na inasemekana ni Mungu anapeana. Maana Mungu hakumpa Musa ruhusa ya kuwaombea wakuwe na hii favor. Kwa laini ya hii favor Musa hakutumwa. Musa tu aliambiwa nitawapa. Mimi, hiyo ni mimi Mungu taifanya. Kuna favor ambayo sio mimi ninakuombea ukuwe nayo. Kuna favor ambayo ni kazi ya Mungu, anaiachilia kwako mara moja. Ninaomba tu Mungu akupatie hii favor. Ninaomba Mungu akupatie hii favor. Ninaomba Mungu akupatie hii favor. Ukiingia kwa biashara upate. Ninaomba Mungu akupatie hii favor katika jina la Yesu. Hii ndio favor ya kuwezesha watu kukuwa na mali. Hii ni favor ya kukusababisha ukuwe na mali. Na wapendwa, ni vizuri katika dunia hii ukuwe na mali katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu akupatie hii favor kama vile alimwambia Musa, nitawapa kibali, nitawapa kibali. Ninaomba asubuhi ya leo Bwana akupatie kibali, Bwana akupatie upendeleo, upendelewe katika jina la Yesu, upendelewe kazini mwako, upendelewe huko kunapoishi. Ninakuombea upendelewe kila mahali utajipata. Naomba upendelewe, naomba upendelewe, ninaomba upendelewe, ninaomba upendelewe, ninaomba upendelewe katika jina la Yesu Kristo. Lakini hii favor wanapewa wakati gani? Wakati mtaanza kuenda zenu. Kwa hivyo wapendwa, tunaona wewe kujisimamia inafungua vitu vingi sana. Kenye kinanisababisha praise wangu ananiambia huwa anasumbuka nikipea pressure akiwa na simu. Asema dadi hata mimi pesa, hata mimi mtoto wako. Lakini Precious ana uwezo wa kujikontrol na kuchunga simu. Lakini Prince ana uwezo ya kushika ya kuchunga simu. Lakini ana uwezo ya kuitumia kwa kucheza na kuwatch cartoon na game sasa. Lakini hana uwezo ya kuichunga kweli. So simpei kwa sababu hajui kuitumia. Ninampea maana hana uwezo ya kuichunga. Sasa hiyo ndio ninakataa. Na akienda nayo nje atanyang'anywa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Precious amefika level anajua mbaya na anajua mzuri. Sasa hata nikimpea sina wasiwasi. Sasa zingine Mungu anashindwa kuachilia vitu vingine kwa mikono yako. Maana vikifika havitakaa, vinaondolewa. Vikifika havikai, vinaondolewa. Na ndio maana akasema mpaka mwende zenu ndio ndaachilia kitu. Na ngojea mwende zenu. Na ngojea mwende zenu. Na ngojea hapa. Na ngojea mwende zenu. Kwenda zako kuna maanisha kukua sober. Kuna maanisha nobody is controlling your mind. Forget about pesa, forget about anything, forget about it. Nobody is controlling your mind. Kwenda zako kuna maanisha kwamba you can make personal decisions. I don't know whether you are able to make personal decisions. Kuna watu decisions zako zote zinategemea watu. Ni kwa sababu hautumia akili yako bado. Sisemi kusikiliza watu ni vibaya. Lakini njia moja ya kuonyesha kwamba umeweza kujisimamisha na unaweza enda peke yako ni wakati wa kufanya maamuzi zingine kwa maisha yako. Je, wewe ni mtu unaweza kaa peke yako bila kuongea na mtu yote na ukafanya maamuzi na ukafanya maamuzi mazuri? Wewe umebarikiwa. Wewe umebarikiwa. Sasa zingine unapaswa kuelewa katika decision making
Hiyo inatuambia vizuri kama unajiendesha ama unaendeshwa. Hiyo inatuambia kama unajitegemea ama unategemea watu. Sasa zingine mpendo utapitia hali zingine gumu. Pima level yako ya kufanya maamuzi. Sasa zingine usiambie watu ni ngumu, ni tough, ni nini. Si upime level yako ya kufanya maamuzi bila kuongea na mtu yoyote, na ujipate umejitokezea na kufanya maamuzi mazuri, na baadaye ukuje kujipigia makofi useme we ilikuwa kali, lakini kumbe vile niliamua ilikuwa sawa, sijuti. Kwa nini umejawa na kulaumu watu sana? Kwa sababu umejawa na maamuzi za watu. Nilikwambia vitu vingi vikitendeka kwa maisha yako unapaswa kujilaumu wewe. Na kama unajilaumu uko sawa. Kama unalaumu watu sana hauko sawa. Ukijipata percentage kubwa ya maisha yako, vitu zako vinaenda mbaya, vitu zako vinazira kuendea, kuna mtu unalaumu, wewe hauna, wewe uko na shida kubwa. Nitakwambia hao watu wenye unalaumu sana, enda wanyang'anye mamlaka yako. Enda wanyang'anye mamlaka yenye umewapea ya kufanya kwa maisha yako. Maana vitu vingi, percentage kubwa ya vitu, sisi tusikose laumu watu, lakini percentage kubwa ya vitu unapaswa kujilaumu wewe. Na ukijipata kila mara unajilaumu, mimi nataka kuambia wewe uko sawa. Wewe uko soba. Wewe uko soba. Kuchange ni rahisi. Kwa sababu kama utaona makosa yenye imetendeka na ukasema ni mimi nimeisababisha ikakuwa hivyo, mpendo utajirekebisha, wewe uko sawa. Lakini kama vile kimeniharibikia ninakulaumu, mimi nitaishi nikikulaumu. Na njia moja ya kujua ya kwamba unaenda zako, enda zako kimaamuzi. Nasema enda zako kimaamuzi. Si vibaya kuulizia watu. Watu pia wako wanaweza wakakupatia mawazo mazuri, lakini ni vizuri sometimes unakuwa independent katika decision making. Kwa sababu sasa huyo ndio wewe. Wewe ndio speaker ya bunge wako. Kwa nini unaalao watu wengine wewe ndio bunge na ualao mtu mwingine kuwa speaker wa maisha yako? Kuwa speaker, kalia kiti ya uspika ya maisha yako. Make decision. Kwa siku decision 10 zikija, 7 ziwe ni wewe umeamua. Na umeziamua bila kuuliza mtu yoyote. Au kuuliza mtu yote, nikifanya hivi itakuwaje, nikifanya hivi itakuwaje. Yani ulikaa chini tu na ukaenda through na ukasema hii mimi ninaamua hivi, na ukasimama na maamuzi yako. Mungu ataachiliaje vitu kwako, na hata katika ku make decision wewe bado haujui. Na ndio maana anasema nikiachilia ndani mwako, niachilie vitu. Maamuzi zako zenye unategemea wengine, watu watakuingisha kwa shida na wataziondoa namna hiyo. Nasema itakuwa wakati utaenda zako, hapo ndo nitaachilia vitu. Uongozi wa kwanza ni wa kujiongoza. Uongozi wa kwanza ni wa kuongoza hii mwili. Hii mwili ni trailer. Hii mwili ni trailer, inahitaji leadership. Uongozi wa kwanza ni uongozi wa kujiongoza. Mara nyingi tunangojeaga tupewe uongozi tuongoze watu. Wachana kuanza kuhusu kuongoza watu. Waza vile unaongoza maisha yako. Waza vile unajiongoza. Mwongozo mzuri wa kwanza dunia hii ni wewe ndio unaongoza maisha yako. Then umebarikiwa sana. Maana ukijipata unaongoza maisha yako, hiyo inamaanisha ya kwamba unaenda zako. Unaenda zako. Hauyuko chini ya control ya mtu yote. Mambo mengi na haribu maana watu hawaendi zako. Ndoa nyingi kwa nini zinaharibika? Tutapata watu hawaendi zao. Utapata either bibi, kuna watu wako na wao nje ambaye anategemea maamuzi wao. Utapata either bwana, kuna watu wako na wao nje either anategemea maamuzi yao. Kama watu wa kwenyu, kama in-laws, watu wa kwenyu utawaruhusu kwa ndoa yako, lazima kwanza uwe uko na uwezo ya kuruhusu ndoa yako iende zake.
Lakini kama hauna nguvu, ndoa yako haiendi zake, usiwaruhusu, maana vile watasema wewe ndio utafanya. Lakini ukifika level kimarriage, unaenda zako, mama yako hawezi akakontrol ndoa yako, baba yako hawezi akakontrol ndoa yako, lakini anaikontrol kwa sababu pia wewe kimarriage hauendi zako, kimaamuzi ya ndoa yako uendi zako. Chochote unapiga unawauliza. Tuko na watu wengi wanalalamika kwa ndoa zao kwa sababu chochote lazima aulize kwao, chochote lazima aulize kwao. Hii ndoa haiendi zake, inaenda za wazazi. Na hakuna ndoa inaenda ya wazazi inafaulu. Kwa sababu ni lini mtatumia akili zenu wenyewe? Ninakuombea katika jina la Yesu, katika mambo yako mengi, enda zako katika jina la Yesu. Kuenda zako kuna maanisha kujisimamisha. Kwa nini kila kitu ukituambia lazima utuambie vile watu ndio wamekusimamisha? Ni lini utatuambia vile wewe umepenya ukapita na ukatoboa peke yako? Ni kwa sababu tuko na watu wengi hawaendi zao, wanaenda za wengine. Ukitaka kununua chochote lazima uulize watu. Yaani wewe huwezi kaa chini na ukajua ni nini mzuri kwa ajili yako. Ukitaka kununua shamba lazima uulize baba yako, lazima uulize mama yako, lazima uulize rafiki yako, nataka kununua shamba, unaonaje? Rafiki yako naye anapenda Subaru sana, atakwambia nunua nini? Ukikuja kwangu kenye napenda sana nitakwambia ununue hiyo. Yaani wewe huwezi fika mahali kuamua jambo na ukaliwaza na ukaona hii ni nzuri kwangu na ukaamua kulifanya na ukaambia watu nimefanya hivi. Wewe lazima utafute kuambiwa. Tunapataka many times watu wana-agree kwa nyumba, una-agree na bibi yako, unaenda ukirudi unasema niliona sasa ile mama mambo tuliagree si mzuri, kwa sababu kule nje umepatana na watu wenye wanakubebea akili. Ndio kama sasa kumwambia nani anakubebea akili? Nakataa kubebewa akili na mtu yeyote kwa jina la Yesu, nakataa. Nilikwambia jengine ya kujua tena wewe kitu yako umebebewa akili, wakati tumesimamishwa tuongee. Fanya nini? Ongea. Alafu nikimaliza kuongea ukija unasema aje? Hata huyu ameongea yote. Yaani nimeongea akili yako kumaanisha mimi nimebarikiwa, nimebeba mpaka akili yako. Hakuna mahali utawainipata nikisema unajua hata yale ambao nikayasema mtangulizi wangu ameyasema yote. I'll never say that. Kama umesema points nilikuwa niseme, kuna zingine. Kama nilikuwa na points 10 na umesema 3, hizo 3 nazifanya nini? Naziondoa. Nasema 7 zenye utasema. Unajua hata mimi sasa sina mengi maana watu wameongea mambo yo. Okay. Yaani watu wameongea akili yako. Kumaanisha una akili. Na akili yako yote ni hao watu wako nayo. Kwani hata kama ile point niko nao ni moja na utaisema, kama ulipitia hii barabara, si nitaleta ile point na nipitie hii barabara. Nitaileta tofauti. Takuja niongee tofauti. Ukitaka kujua umebebewa akili, enda kwa maongeo, wenye wametangulia wote unasemaga wamfani, wamesema mambo yote. Hatukukuwa na nyinyi, hatukupangana, hatukuwa popote, inakuwaje wamesema akili yangu? Na kila mara ukikaaga chini, vitu yote watu wanasemaga akili yako, anza kurudisha akili yako. Anza kurudisha akili yako. Itisha akili yako. Itisha akili yako. Useme baba narudisha akili yangu, mahali popote imepelekwa. Mtu yote amechukua na rudisha. Inakuwaje vile nawaza ndio kuna mwingine amewaza? Mungu akasema itakuwa wakati mtaenda zenu. Wakati mtaenda zenu, hamtaenda bure. So msipoenda zenu, mtabaki bure. So kenye kinasababisha tuendelee kubaki hapo ni kwa sababu bado hatujachukua control ya maisha yetu.
Kumbe ukichukua control ya maisha yako utajua ustahili kukua hapo. That's why ni vizuri kuvunja kila roho inayotafuta kuteka nyara mawazo yako. Vunja. Kuwekwa kwa mfuko kuna maanisha nini? Unafikiriaga tu ni usemi? Hiyo si usemi, hiyo ni ukweli. Kuwekwa nini? Kwa mfuko. Wakikuyu kukukalia nini? Chapati. Wakamba kukushikia nini? Kamote. Umepewa? Kuwekwa kwa mfuko kuna maanisha ni nini imewekwa hapo? It's your brain. Kwani mwangalie filamu za Nigeria? Akitaka control leo mwanaume anafanyaga aje? Anaenda anatafuta mavitu. Anaambiwa fanya hivi. Anaweka kwa mfuko. Inakuwa sasa yeye ndio kusema. Wageni wakija kwa nyumba anaambia ndio aletea wageni maji. Mwanaume mzima anaenda kuleta maji na kuleta wageni. Na hakuna shida. Wageni ndio wanashanga haja. Kwani kuna endaje hapa? Hali hapa kwetu, that's how we live. Amewekwa kwa mfuko. Na kati yeye nini imewekwa kwa mfuko? Na akili kiwekwa kwa mfuko, wewe wote umefanya nini? Wako kwa mfuko. Sasa niambie mwenye akupende aweke akili yako kwa mfuko yake. Jaribu kuimagine. That's why you should protect your mind. Sasa zingine prayer item yako iwe ni mind yako. Ninaombea mawazo yangu. Mwenye anawinda mawazo yangu atashika. Kwa sababu huwa zinawindwa. Kwa sababu huwa zinafanya nini? Hebu tuangalie Zaburi 124 mstari wa 6 ama mstari wa ngapi? Kwa sababu huwa zinafanya nini? Huwa zinawindwa. Usiseme pastor anasema inashikwa aje. 24 mstari wa ngapi? Wa 7 inasema nafsi yetu imeokoka kama ndege. Imeokoka kama nafsi. So tunapoongea kuhusu your mind, tunaongea kuhusu nani? Nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kuhusu nafsi yako katika mtego wa uwindaji. So kuna mtego wa kuwinda nini? Nafsi. Mind. Kuna mtego wa kuwinda nini? Nafsi. Uliona sijui ni kwa mtandao jana ndio nimeona. Umeona hiyo yenye ina trend jana kiasi. Yule house manager amepatikana na madawa. Umeona hiyo? Kuna mfanyakazi wa nyumba Nairobi, sijui Nairobi ama ni wapi. Ameandikwa kazi na alikuja na madawa, akakuja na madawa sijui ya mama, akakuja na madawa ya kuwekea mtoto. Ndio unapata yeye ni mfanyakazi kwa nyumba lakini yeye ndio anasema kwa hiyo nyumba. Mashindwa ni aje? Ameshika mzee akili, ameshika bibi akili, yeye ndiye ana control hiyo nyumba. Madawa sijui alifaulu aje mpaka wakafanya. Au mkoona mpaka mama akiwa na hasira sana na yeye. Na baadhi ya wafanyakazi wengi, that's why ufai kuandika tu mtu yoyote. Wengine wanakujia nini? Wanakujia nini? Pesa. Wanakujua waumeweni. Unafikiria amekuja kazi, kumbe amekujia nani? Amekujia mwanaume. Anaweza akakurushia mask ya kiroho. Mask ya kiroho. Mzee wako akikuangalia hivi anaona kitu kingine. Yeah. Ndio unasikia mara moja tu pap mzee amegeuka. Hamjakosana, hamjafanyana chochote, hakuna chochote, hataki kukuona, hataki mambo yote na wewe. Ni kitu umerushiwa. Akikuja badala ya kuuliza breakfast imeiva anauliza breakfast imeiva. Imeiva. Maana kuna mitego, kuna nini? Mitego ya kushika nafsi. Na nani akienda kutega ndovu anaiambiaga amekuja kuitega? Ukienda kuwinda chochote unaiambiaga? Ukienda kushika samaki unaiambiaga? Lazima ufiche mtego asijue ili uweze kumnasa. Mtego hautawahi ujua. Na walio karibu na wewe wanaokuwekea mitego hautawahi jua.
That's why ni vizuri katika jina la Yesu jifunze kuombea nafsi yako. Kando na vitu vingine unaombea, umeombea biashara yako sana, umeombea pesa zako sana, umeombea vitu nyingi sana, ukasahau kitu ya maana, umesahau sana kuombea nafsi yako. Sasa zingine njia ya kuharibu biashara yako ni kukabata nafsi yako. That's why ni mzuri sana jifunze kuombea nafsi yako. Njia rahisi ya kuombea mume wako, njia rahisi ya kuombea mume wako, nafsi. Nafsi, wachana vitu vingine yote, nafsi. Wachana vitu vingine yote, nafsi. Njia rahisi ya kuombea mke wako, ombea nafsi yake. Tumia jina yake, ombea nafsi yake. Ulevi iko kwa nafsi. Nini? Nafsi. Hivi vitu ni ya nafsi. Hivi vitu yote ni ya nafsi. Hivi vitu yote inasumbua ndoa, yote iko kwa nafsi. Njia rahisi ni kuombea hiyo nafsi. Ukiona mshahara yote anapelekea katika msichana ka class 8, ako ka msichana ka class 8, wacha kukaita kachinga. Na unajua naonaga hizi mafilamu za Nigeria, unaona mtu ameachana na msichana fulani alikuwa tajiri, anachukua mwingine. Ambia sasa, umeachana na mimi. Hii ni nini sasa hii? Wacha gani kuongea hivyo? Wacha gani kuongea hivyo? Mtu anashika bibi bwana yake, anaanza muuliza, "Are you mad? Are you mad? Akili yako ni mzuri. Sasa hii ni nini?" Singe, wacha kuongea hivyo bwana. Wacha kuongea hivyo. Unasema hii ni nini na ujui ni nini kametumia kushika mzee yako. Wewe unakadharau. Na unakadharau na kamefanikiwa kumtoa kwako. Usikadharau. Maana ukiambia mzee twende hivi, aende hivi. Yeye akiambia mzee hivi twende hivi, anaenda hivi. Usikachukie. Sema haka kasichana ni powerful. Ni powerful, kameweza. Maana wanatumia mavitu kuwatoa. Mwanaume ako na watoto, ako na mke, na watoto wanasoma, anawachana watoto yake, anapelekana pesa, anasomesha watoto wakinyangarika, na si watoto wake, na ameacha watoto wake. Si kawaida, ni kushikwa hiyo. Ni kushikwa hiyo. Hiyo si kawaida. Hiyo ni kufanya nini? Daudi anasema nafsi yetu imeokoka kama ndege. Yani mtego uliachiliwa, papa, ndege ikaruka. Hivyo ndiye anasema tungenaswa kama ndege katika mtego wa windeji. So kuna mtego wa kushika nafsi, alafu anasema mitego yao imevunjika, nasi tumeokoka. Basi kama kuna mtego, kuna mtegaji. Kama kuna nani? Mtego haijiweki, mtego inafaa nini? Inawekwa. That's why ni vizuri kuombea nafsi yako. Pengine imeshikwa. Unaiona hiyo mavitu kwa Nigeria, unafikiria ni uongo. Nafsi ikishikwa, kuna mtegaji ambaye ni mwindaji, kuna mtego, na kuna mahali ya kuweka mawindo. Iko hivyo. Kenye unawinda, ukishika unafanya nini? Kuna mahali ya kuweka. Hizi Nigeria zinatupeaga ishara ya ukweli. Unaona mtu ndani ya nini? Ya chupa. Si uongo. Mwenye anakuwa kwa chupa ni nafsi. Mimi nimetoa mtu hapa Tanzanite. Nimetoa mtu kwa chupa hapa Tanzanite. Mimi nimetoa mtu kwa chupa. Alikuwa ni giant, mtu mkubwa sana, karibu 5.5 feet. Mwili mkubwa, alikuwa anafanya kwa serikali. Alikuwa na kasichana kadogo. Kamrembo kadogo. Akamrembo kakiguruma. Huyo mwanaume alikuwa anatoroka. Pastor, kuja, umeharibika. Katoto kenye unaweza kakashika na hiki kidole. Kasukume huko. Ilikuwa ngumu. Walikuwa wakikosana, anashika nini? Kanashika panga, kanashika kisu. Yaani yule mwenye hata akishika kisu mwanaume fai toroka. Najua hii kisu nitaitoa kwa mkono yako. Lakini kakishika kisu, giant anafanya nini? Anatoroka.
Alikuwa anakula pesa mzuri. Pesa yote karudi naye kwa wapi? Mwanamke ndiye anachukua. Sababu mkono yake ilikuwa imepewa power, ilikuwa na power ambayo si ya kawaida. Sasa ikazidi kakuwa too much, wakanita kwa nyumba, tukaenda. Wacha tuombe. Tukaanza kuomba, ile kispirit kikamanifest. Chini ya kitanda tulitoa chupa. Maana nimuuliza, hii mtu ana mwili kubwa hivi unamweza aje? Sambia tulimweka wapi? Kwa chupa. Ndio maana hatumia akili yake afanye chochote vile anafanya, ndio hivi. Mwanaume anafanya maendeleo, amejengea mama ya msichana, amefanya kwa kina msichana, amefanya, lakini kwao si vibaya kujenga kwa kina bibi yako, si ndio? Lakini ukipata mwanaume, pesa zinaenda kwa kina bibi, kila kitu kwa kina bibi, ujue amewekwa wapi? Mfuko. Si sawa? Tukaomba. Siku hiyo ndio nilijionea live. Najua haya, kumbe hivi vitu ni real. Najua nilipasua hiyo picha, hiyo chupa, mzee akafunguka akili. Mpaka sasa mzee akimshtua hivi, bibi anafanya anatoroka. Sasa huyu mwanaume ananisumbua kwa nyumba. Alikuwa ameshikwa ni. So watu wanawekwa kwa chupa, zinachukuliwa zinaenda kutupwa baharini, kwa mito, kwa choo, zinachimbiwa chini. These things are real. Ndio unapata maisha ya mtu miaka yote inazunguka ndani ya chupa, kuna mahali anaenda. Mimi nimeombea mtu, ni msichana niliombea, alifungwa kuolewa. Walimfunga aje? Walitumia kifo cha msichana alikufa akiwa hajaolewa, wakamfunga na hiyo jeneza. So akishukishwa kwa vile ule alikufa akiwa hajaolewa, kuna vile walifanya kwa ile jeneza. Kwa sababu miaka yote anaishi. Hebu niambie wewe, utawahi jua aje? Nimeombea mtu ambaye amefungwa na mtu aliyekufa, alitumiwa kufungwa na mtu aliyekufa akiwa maskini. Hivyo maombi ni mzuri na tusaidia kujua vitu. Watu wanawekwa kwa nyungu, watu wanawekwa kwa manyungu, wanakaa kwa manyungu. Ni nini inatoshea hapo yote? Nafsi. Tunaweza weka nafsi nyingi sana kwa nyungu. Hata kwa chupa tunaweza weka watu wengi sana, sijui tunaweza hesabu ngapi, lakini inaweza toshea watu wengi sana. Nilikwambia enda Google, enda kwa YouTube, enda watch movie ya Nigeria inaitwa Ajofio. Enda angalia hiyo movie inaitwa Ajofio. Vile tajiri mmoja alishika village yote, akashika mpaka mfalme. Na utaangalia alitumia box. Kuna ka box alitengenezewa. Wote ni vifuli. Wote ni nini? Vifuli. So nakwambia, natumai kila mtu alikuwa ni kifuli. Na jinsi alikuwa anashika watu, na nini? Pesa zake alikuwa peani direct. Alikuwa anaenda kwa madhabahu yake, iko kwa nyumba. Anafanyia vitu zake, alafu anatoa. Sio vijana wamemgojea nje. Na kwa kijiji alijulikana anainua vijana sana. Anawapatia pesa mingi sana, pesa mingi. Kumbe hizo pesa zinafilishisha hata mpaka mabiashara zao. Zikifilishisha biashara zao, anasema vijana wa hii village ni wajinga sana. Naambia mfalme, angalia yule nimpatia pesa ngapi? $10,000. Sahi hakuna. Mtakubali ama mtakubali? Si mtakubali hao vijana wetu ndio wabaya? Lakini kumbe si vijana ndio wabaya. Pesa yenye wamepewa ndio mbaya, inaendaka inakula mpaka ile yenye wako nayo inamaliza. Alafu peke yake ndiye anabaki bado kujenga mashule, kujenga manini, yeye ndiye anajulikana hapo sawa. Sasa hiyo ameshika mpaka mfalme. Mtu mmoja alitumwa kwa hiyo kijiji sababu ya kufungua hiyo kijiji. Alifanikiwa kushika ile box. Maana ile box ungeipasua umemaliza nguvu. Ilipopasuliwa ni vifuli vilikuwa ndani.
So nafikiri ilikuwa ukija kumuomba pesa, anakutafutia nini? Kifuli yako, anakufunga, anakuweka wapi? Kwa box, anakupatia pesa. Wewe unaenda na maisha yako imelokiwa. Ni nini inakuwaga imefungwa na kufuli? Ni nafsi. Na kifungo hiki ni cha kukupatia maisha magumu. It is possible uishi vibaya sana duniani but uende mbinguni. Maana ni roho. Mambo ya mbinguni ni nini? Ni roho. Lakini hao wote hivi vitu yote wanawinda, hivi vitu yote hii upande ya nafsi. Sababu mambo na nafsi ndio inatusaidia kuishi maisha yetu haya ya kila siku mazuri. Unanielewa? Unanielewa vizuri? So umeona mtu wa kuombea sana ni nani? Nafsi yako. Mtu wa kuombea sana ni nani? Ombea nafsi yako. Chuki iko wapi? Nafsi. Wivu? Nafsi. Mapenzi? Nafsi. Hisia? Nafsi. Hizo zote ni wapi? So ukiona bwana wako amenyaganywa, upendo yako imenyaganywa kwa bwana yako, acha kuanza kuongea mambo mengi. Anza kufanya nini? Kuombea nafsi yake na uanze kuirudisha. Maana niyo inakuwaga imechukuliwa ikapelekwa huko na mawazo, mapenzi na mawazo. Kila saa nawaza huko, kila saa nawaza huko. Si udelete hiyo kitu, unaweza kupitia kwa maombi. Daudi akasema nafsi zetu zimeokoka kama vile ndege kutoka katika mitego ya wawindaji. So wana wa Israeli Misri walikuwa wamefanya nini? So kule ndio ilikuwako mahali ya kuweka kenye wametega. Misri ilikuwako ndio mahali kenye tumeshika tumeweka. Ndio maana Mungu akasema itakuwa mtakapoenda zenu. Maana saa hii hamuendi zenu mpaka mwanze kwenda zenu. Simama tu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Basi hiyo ni maombi ninazidi kukupatia, unazidi kujiombea. Nataka tuchukue tu dakika moja tu katika jina la Yesu. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako. Kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu, ukamwambia Musa itakuwa wakati watakapoenda zao hawataenda bure. Kwa jina la Yesu, roho ya bure, roho ya kubaki bure, Mungu wa amani imekwamilia maisha yangu, kwa sababu katika mambo mengi ya maisha yangu sijaenda zangu, sisimami peke yangu, sifanyi vitu peke yangu. Siku ya leo nasimama kuvunja katika jina la Yesu kila keji ambayo imeteka nyara maisha yangu. Ninavunja, 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 ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza kwenda zangu, 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 natangaza kwenda zangu. Chukua dakika moja, tangaza kwenda zako kimawazo, kifikra, kihalu. Tangaza kwenda zako katika jina la Yesu. Break every evil control of your soul in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ikatalaba kashinda, ikatiri kabasa katalaba. Kucha katika jina la Yesu, kucha katika jina la Yesu. Ukianza kwenda zako, utaanza kufanya mabadiliko. Ukianza kwenda zako, utaanza kufanya maendeleo. Ukianza kufanya zako, utaanza kuinuka. Ukianza kwenda zako, utakuwa na nguvu. Mabadiliko yako iko wakati utaanza enda zako. Mabadiliko yako iko wakati utaanza kwenda zako. Inafungua ndoa yako iende zako, inafungua ndoa yako iende zako, inafungua maisha yako iende zako, inakufungua uende zako, nakufungua uende zako, nakufungua uende zako, nakufungua uende zako, nakufungua uende zako. Kila mtu anayekontrol mawazo yako, ninavunja hiyo, ninavunja hiyo, ninavunja hiyo.
Ipataliva. Sikia hii. Maandiko inasema mwana mpotevu kijana mdogo akamwambia baba, nikawie sehemu ya mali nitakayoangukia. Tunafurahia hiyo kwa sababu alijua sehemu yake. Lakini mali ilipoingia kwa maisha yake, ili take over. Maana hakukuwa na mpango wa kutoka. Lakini mali ilipoingia kwa mikono yake, Biblia inasema akaenda nchi ya, sio kuenda alienda, alipelekwa nchi ya mbali. Na ndio ukitaka kujua alipelekwa nchi ya mbali, angalia vile ile pesa ilitumika. Si alikuwa anatumia, ni pesa ilikuwa inatumia. Because ni pesa ilichukua control ya maisha yake. Nikamwambia sasa unakaa hapo ukifanya nini? Si uko na pesa, si unajiweza, unaweza ukafanya vitu, toka hapa kwa baba yako. Akaenda mbali, akatumia pesa vibaya. Pastor Simi, unajuaje hivi kwa yeye? Mwenyeji wa mji akamchukua aende wachungie nini? Nguruwe. Alafu point ya maana nasemaje? When he came back to his senses. So kumaanisha ya kwamba pesa ndio ilikuwa imechukua nini? Akili. Ile wakati alipozingatia moyo wake, wakati akili zake zilirudi, alijua nimekosea baba, na tena akasema nitarudi nyumbani. Sio kama unaona hiyo. Wakati mtu wako under control, hivyo ndivyo ilivyo. Alipewa mamilioni ya pesa, but because alikuwa under the control, alikuwa hajicontrol, alikuwa na kontroliwa, hiyo pesa haikutumika. Nataka ujiangalie wakati pesa ni mingi kwa mkono yako. Nataka uangalie wakati pesa mingi imekuja kwa mkono yako. Angalia kama bado ni wewe uko na power ama iko na power. I want you ujiangalie the way you are behaving. Ni kenye uko nayo na kufanya unakaa hivi, ama wewe ni original? Because tuko na watu wengi ni fake, sio wao. Vile ana behave na vile anakaa ni mali yako nayo, ni vitu zenye yako nayo ndio inamfanya na behave. Huyo sio yeye rasmi. Dasho unaona kama mtu anapata kapesa kadogo, ana change, hakui yeye. Najua Mungu anaona leo yetu na anaona kesho. Pengine Mungu ananichukua katika ulimwengu wa kiroho, ananipea pesa mingi, anapanda niangasema hii ni madhara uko nayo, nasema sikupei brother, endelea kuomba tu, endelea kuomba. Maana pesa, mali hubadilisha watu. Wakati mali iliisha, kijana senses zake zikafanya nini? Zikarudi. So mwenye alizichukua ndiye alikuwa anafanya nini? Anazicontrol. Nani ana control yako? Na ndio maana nimeongea sana, your reasoning ni yako, decision making ni yako. Na njia mzuri ya kujipima ni wewe, ni kwa decision making. Pima na hiyo ndio ujue kama wewe uko ama ni wako. But ninakuombea nafsi yako iokoke kwa mitego yote ambao unawindiwa. Maana mitego hautawahi iona. Maana mwenye anategwa lazima afichiwe mtego ili mnase. Mwenye anategwa lazima afichiwe mtego kabisa ili imunase. Baada ya hii enda kwa status yangu, nitapost kitu uone kwa status yangu. Kuna mtu ndakupostia nikiombea yeye. Baada ya kumaliza kumwombea yeye, akajirudia. Alipojirudia, alitoa hiyo nguo haraka. Ana alisema hii sio yangu pastor. Wakati kuna kitu inafaa rudi. Kuna kitu ikirudi, utaona vile ulikuwa unaona vizuri. Ndio utaanza kuona vitu vizuri. Kuna watu najua ndio umefungwa, ndio hauwezi ku reason outside the box vile wao wanasema. Umekwama huko ndani, akili yako iendi zaidi. Ni kwa sababu imefanya nini? Imeblokiwa, imeshikwa. Lakini kifunguka hivi, utaanza kuona. Utaanza. Haleluya! Ninaomba uende zako. Kama kuna kitu kimoja ninaomba uende zako. Hiyo ndio kitu kimoja ninaomba. Na kama kuna mtu anapata
anapaswa control maisha yako ni Holy Spirit peke yake. Wapendwa, hakuna kitu kingine. Holy Spirit na kuombea uende zako. Mtu yote mwenye anateka advantage ya kukushika mawazo ili apeleke agenda zake, ninaomba nafsi yako iokoke kwa hiyo mtego. Ninaomba hiyo mtego ivunjike. Na kama kuna mitego iliyo mikono yako juu, na kama kuna mitego bado umewekewa inaendelea kukuwinda, inaendelea kukutafuta, na tangaza baada ya kuepusha na hiyo mitego, baada ya kuepusha na hiyo mitego, baada ya kuepusha na hiyo mitego, kila mtego utakaowekwa usiojua hautakunasa, bali Bwana atakuokoa na hiyo mitego. Sema amen. Patia Yesu makofi mazuri. Mbarikiwa sana mtazamaji wangu, tukutane tena kesho katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Mimi wako Apostle P.N. Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, fellowship where everybody is served. Share video hii kwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Amen. Amen.